Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado uko nami Adam Hussein. Uingereza bado inaamini inaweza kupambana na Urusi. Wakati huu inaandaa majeshi yake kwa ajili ya mapambano hayo, lakini wachambuzi wa mambo wanaionya kwamba itapoteza vita dhidi ya Urusi kutokana na hali yake ya jeshi lake ikilinganishwa na jeshi la Urusi. Wanajeshi wa jeshi la Uingereza wamekusanyika katika nyakati tofauti tofauti wakijiandaa na kujiweka tayari kwa ajili ya mapambano dhidi ya Warusi. Jeshi la Uingereza linatumia pesa nyingi wakati huu kununua vifaru na helikopta. Hii ni kwa mujibu wa mkuu wa kikosi hicho ambaye amesema, huku akiashiria hatua ya kuwekeza kwenye ndege zisizokuwa na rubani. Aliuambia mkutano kwamba karibu 100% ya uwezo wa jeshi kuua unatoka kwenye majukwaa ya wafanyakazi ambapo askari wanahitaji kuwepo ili kufyatua risasi. Na karibu bajeti yao yote na vifaa inaendelea kutunza na kubadilisha mifumo yao, huku akisema kwamba wanajiandaa kikamilifu kwa ajili ya kununua ndege za mapambano dhidi ya Warusi ambao wanadai wamekuwa ni tishio kwao kwa muda mrefu sana. Lakini wachambuzi wa mambo wanasema kwamba pengine Uingereza inataka kuingia vitani dhidi ya Urusi ni kwa sababu ni katika vita nchini Ukraine ambapo inaonekana Urusi imeshinda vita hivi, na hivyo mpango huo wa Uingereza unaweza ukawa ni mpango wa NATO, kwamba kila mmoja anaeleza dhidi ya tishio kutoka kwa Urusi ili tu waweze kuingia vitani na NATO kwa ujumla waweze kupambana kwa kuzingatia kifungu cha 5 cha sheria za NATO, ambapo taifa moja likivamiwa wote wataingilia kati. Lakini mataifa yote hayo wakati huu uwezo wao unategemea Marekani, ambayo kwa kiasi kikubwa inaonekana imekuwa na uhusiano mzuri wakati huu na Urusi, hasa katika utawala uliopo wa Rais Donald Trump. Akizungumza katika mkutano wa vita vya ardhi vya Urusi, Jenerali Walker alisema, ikiwa hayo ndio majukwaa pekee tunayopigana nayo kutoka ardhini bila kujawi uchawi wa mtandao wetu wa kulenga kidigitali, nadhani tutashindwa. Angalau haitakuwa pambano lisilo la haki ambalo tunafuata. Inachukua miezi kutengeneza na miaka kuwafunza wafanyakazi wenye uwezo. Lakini pia mawazoni mwangu wanafikiri upande usiofaa wa msururu wa gharama linapokuja suala la bei kwa kila mauaji. Lazima tuwe na jeshi imara lenye uwezo wa kupambana na Warusi, anasema. Tangi la paundi milioni 20 na wafanyakazi 4 wenye uzoefu wanaweza kupotea kwa ndege isiyokuwa na rubani ya paundi milioni 1 inayoendeshwa na mtu aliye na siku chache tu za mafunzo, ambaye labda hayuko sawa katika mapambano. Warusi wana uzoefu wa vita kwa muda mrefu, wamepambana na mataifa mengi kwa miaka mingi. Hatuwezi tukawa na jeshi la kuweza kuwashinda, isipokuwa tu lazima jeshi liwe imara sana sana sana, anasema kiongozi huyo wa jeshi wa nchini Uingereza. Kana na hali ya jeshi la Urusi ukilinganisha na jeshi la Uingereza, ni wazi taifa hilo la Uingereza huenda vita hivi visichukue muda mrefu. Lakini pia ikumbukwe, Urusi wakati huu haiwezi kutumia makombora ya wastani, itatumia makombora mazito ya kizazi cha sasa ambayo baadhi hajatumika, lakini mfano wake anatajwa ni pamoja na yale ya Sarmat ambayo kimsingi ni makombora hatari sana. Badala yake bosi wa jeshi hilo anasema wanahitaji kuweka mbinu zao na mifumo isiyokuwa na rubani, akimaanisha wakati wa jeshi lao bado lingehitaji kuwa na ndege za aina hizo, na wanaamini wataweza katika mapambano. Tunaweza mara 2 ya nguvu ya mapigano na helikopta za mashambulizi kutokana na hali yetu, lakini kwa kiasi cha sasa pesa ambazo helikopta 2 zinahitaji za mashambulizi zitatugharimu sana. Tunaweza kuweka mfumo wa ndege zisizokuwa na rubani za nyumbu zisizoweza kuathiriwa mara moja kutokana na uwezo wao, na zitatuletea mafanikio, lakini kwa sasa hatuwezi kupambana kutokana na hali tuliyokuwa nayo. Hali ya uchumi nchini Uingereza inadaiwa pia imeshuka mno, licha ya kwamba wanataka kuongeza bajeti yao kufikia 5% ambayo itatumika katika masuala ya kijeshi. Lakini wachambuzi wanasema hali itakuwa ngumu sana katika Ulaya ikiwa Uingereza itaingia vitani dhidi ya Warusi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein.